nilikamatiwa maeneo ya Kipa na maliasili mwaka 2016. Ilikuwaje? Walizikamata wakaziingiza hifadhi, nilikuwa mpakani ya mto Kavu. Mtu wa leo tuko mkoa mwingine hapa. Hebu njoo uonane na naibu waziri hapa ili umuelezee tupate kwanza hilo jambo likoje, tufuatilie ndani ya serikali. Kwa hiyo mifugo yote wakachukua? Ndio, na kesi ilisikilizwa hadi mwisho kabisa. Mahakama ikaamuru turudishwe mali zetu, mpaka leo hatujaziona. Haya, kuna mtu ametokea Nkasi, anasema anaitwa Shigela Mayunga. Amedhulumiwa mifugo yake 552. Tangu mwaka 2010. Alehalo Mayunga. Maliasili. Hebu njoo hapa ulielezee vizuri kwa naibu waziri wa maliasili hapa. Hebu tuambie hiyo ilikuwaje? 552. Hebu niambie ilikuwaje? Ametokea Nkasi huyu. Nilikamatiwa maeneo ya Kipa na maliasili mwaka 2016. Ilikuwaje? Walizikamata wakaziingiza hifadhi, nilikuwa mpakani ya mto Kavu. Mtu wa leo tuko mkoa mwingine hapa. Hebu njoo uonane na naibu waziri hapa ili umuelezee tupate kwanza hilo jambo likoje, tufuatilie ndani ya serikali. Kwa hiyo mifugo yote wakachukua? Ndio, na kesi ilisikilizwa hadi mwisho kabisa. Mahakama ikaamuru turudishwe mali zetu, mpaka leo hatujaziona. Ni Nkasi? Ni huku, yani Katavi. Hii ilikuwa mkoa wa Rukwa. Katavi ilikuwa haijajitegemea. Wakati ule ilikuwa bado eneo moja. Ndio, ila wenyewe ni wa Katavi, kule zilikamatwa Katavi. Haya, hebu njoo hapa tete hapa pembeni na naibu waziri wa maliasili, kwa sababu hukumu ilishatoka, tujue lini hiyo mifugo inarudishwa. Wangekuwepo wale wa uhifadhi wa Rukwa ningewauliza hapa, lakini hapa sasa hivi hawapo. Mheshimiwa naibu waziri, mimi nimewahi kufuga. Nimezaliwa jamii ya kifugaji. Ng'ombe wale tunaowafuga wanakuwa sio ng'ombe wa biashara. Kwa hiyo mwingine ana majina ya shangazi, mwingine ya bibi, mwingine jina la mjomba. Ukichukua hapo umechukua na bibi na mjomba na shangazi. Hebu ongea upate huo, kwa kuwa mahakama ilishaelekeza warudishiwe. Ujue status yake ikoje. Haya, tumalizie na Shoni. Shoni yuko wapi? Haya, tumalizie Shoni then tumuite naibu waziri wa ujenzi.